Naam, ndugu zangu watazamaji wapendwa, ni kuendelea tu kuwashukuru ndugu zetu wote wale wanaoungana sisi kwa ajili ya kufanya khairati mbalimbali. Na hivi sasa kama tulivyotangulia kusema, tuko katika nyumba ambayo ndio ile nyumba iliyochomeka. Na naona alhamdulillah mambo ni mazuri, nyumba imekamilika. Na ulivyosema ni kuwa uliweza kutoka na baadhi ya vyombo katika hii nyumba. Je, vitabu wa mzee uliweza kuzitoa na kuzihifadhi ama? Alhamdulillah, kusema kweli ni kwamba baada ya nyumba ilikuwa imewaka ni juu, huku chini ikawa maji. Baada ya fire wazima, ile maji ilishuka mingi sana huku chini, lakini kwa bahati nzuri ofisi yake ya mzee, maktaba yake ya vitabu ni chini, ikaweza kubahatika kubakia na tukaweza kuzitoa kwa haraka tukazitia kwenye magunia na tukatafuta mahali pa kuzihifadhi. Na alhamdulillah tuko baadhi ziliingia maji, lakini kuna baadhi ni vichache. Na kama labda waweza kutuonesha ili ndugu zetu wapate kuziona, kwa sababu hiyo ndo rasilimali kubwa yetu sisi Waislamu, vitabu, ilmu. Naam, alhamdulillah baada hapo tukatafuta mahali nikazihifadhi vizuri, na kwa sasa hivi ni kama mnavyoona tumeweza kuziregesha alhamdulillah. Ni kama mnavyoona, hii ndio elimu. Ukisikia mwanachuoni mwenye karama, hii ndio maktaba yake ambayo kwamba alhamdulillah hizi ni vitabu zile zote kama mnaziona. Hii ndio maktaba tuliweza kuitoa na kuziondosha vitu vote zikasalimika, na sasa tumeweza kuziregesha alhamdulillah. Hapa kuna vitabu vya hali ya juu. Mwenyewe alikuwa akisema mimi sioni kitu chenye thamani zaidi ya hii, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametujalia niliweza kuzitoa na tukazihifadhi mahali pazuri na tukaweza kuziregesha mahali pake. Na kama unavyoona mwenyewe alikuwa akipenda, pia utaona picha ziko hapa, mwenyewe alikuwa akipenda sana mashekhe zake kuweza kuwaona wako. Utaona hapa kuna mpaka kumbukumbu. Hii ni katika maandishi ya Sheikh Bereki, shekhe lake aliyomwandikia ili awe kadhi wa Mombasa, wakili wa kwanza kwa Mombasa ni mwenye karama. Kwa barua hii alipitishwa na Sheikh Bereki mwenyewe. Yani kuna kumbukumbu nyingi hapa, certificate zake za tiba ile pale tumeweza kuisave, iko paka sasa. Kuna cheti chake cha kutoka profesa kutoka Amerika alipokuja akamfanya interview, hii hapa pia tumeweza kuhifadhi, na akamwandikia barua kwa kuwa ni katika matabibu wenye kukubalika sehemu yote akienda katika kazi zake za tiba. Na alhamdulillah hii ni maktaba yote kutoka juu mpaka chini. Naona haya, hili kabati lote limepakata vitabu ndugu yangu Abu Shurem, yote ni vitabu hapa alhamdulillah. Unavyoona hii ndio elimu yake Alhabib mwenye karama, na mwenyewe alikithamini sana, na tuko katika jitihada ya kuweza kuziweka kwa uzuri, tuziandike kwa uzuri. Kuna tafsiri za Qur'ani, kuna vitabu za tiba, kuna fiqh, kuna vitabu za zamani majua zina thamani kubwa, na tuko katika taratibu ya kuziweka kwa mpangilio uzuri ili watakao kuja kutakuona kumbukumbu ya mwenye karama wapate kuishuhudia, wapate kuiona. Kuna wengi watuuliza, je, yuko wapi vitabu vyake Alhabib? Mwanafunzi wa Sharif Toa Al-Haddad, mwanafunzi wa Sheikh Bereki, mwanafunzi wa Sharif Said Al-Bidi, ni mwanafunzi wa mwenye Muadham, ni mwanafunzi wa Said Ali Badawi. Hawa ni mashekhe zake wakubwa sana. Mzee amesoma kwa mashekhe wakubwa, lakini anambia mwenye, mimi thamani yangu naithamini hizi vitabu. Kwa hivyo maktaba alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametuwezesha imebakia maktaba yake, kwa sababu iko chini. Tukazitoa, kuna baadhi zimeingia maji, tumeweza kuziweka zimekauka na nimeziregesha. Kuna baadhi zimekatika, nimeweza kujaribu zile ambazo ziko sawa nimezirekebisha, na unaona ni kutoka juu mpaka chini. Hii ni maktaba yake. Kwa hivyo mwenye muadham muona kama pale mwenye huyo ndio mwenye muadham, mwalimu wake Sharif Saidi. Kwa hivyo Abu Shurem, karibu sana. Nafikiri leo umeingia kwenye ofisi hii, ndio ofisi ya mzee. Hapa ndo mahali anapofanya kazi ya tiba, na bado tuendelea kusaidia watu kutokana na dawa zake mwenyewe alizoziweka. Dawa ni zile zile na tiba ni ile ile, endelea alhamdulillah. Miaka 6 sasa baada ya kufa mzee, hutakuwa ni mwaka wa 6. Ikifika Jumamosi na kuja itakuwa ni Shaaban 25, ni mwaka wa 6 kutoka amekufa. Kazi endelea hapo, ukija inshallah dawa utapata. Ikiwa dawa za baridi tuko nazo inshallah, homa
na taufiki ya Mwenyezi Mungu. Dawa ni Mwenyezi Mungu pakati taufiki, na mwenyewe wakisema alhabibi. Nimefurahika sana Abu Shuremu leo kutembelea. Kwa hivyo tutazipanga inshallah, na nataraji utakuja wewe pia. Kuna kitabu utakuja uzione, upitie, upate baraka pia, usome hapo kidogo tukusikie inshallah. Nimefurahi sana, na pia naona kumbukumbu za hizi picha zimenikumbusha mbali, zimenikumbusha mashehe zangu, mmoja wapo akiwa ni shekhe wangu Said Hassan Ahmad Badawi, ambaye huyo ndiye mlezi wangu. Ndo nilikaa kwake nikawa miaka 2.5 kabla ya kumaliza thanawi, nilikuwa kwake na akanifundisha mambo mengi. Miongoni mwayo ni somo la urudh, la kuandika mashairi ya Kiarabu. Alhamdulillah, al-Bahrul Kamil nilipata kupitia yeye. Sikuweza kuingia katika bahari nyingine, lakini Kamil peke yake alhamdulillah, mpaka leo nikisema nitunge mashairi ya Kiarabu ya Bahrul Kamil na yatunga kupitia elimu ambayo kwamba nilipata kwa ustadhi wangu Said Hassan Ahmad Badawi. Naona rafiki yangu mwingine huyo hapa, Sheikh Ahmad Badawi mwenye baba, na wote hawa kina Said Hussein, kina Ammi Khitami, mashallah, wote watukumbusha mbali, watukumbusha ilmu. Kwa fupi, wanachuoni ukiwaona tu nyuso zao wakumbuka nini? Elimu. Basi Mwenyezi Mungu awaweke mahali pema penye wema, na sisi ambao kwamba tuko njiani huko, Mwenyezi Mungu atushikamanishe na elimu, tuwe kama wao. Amin. Na hata kama hatukuwa kama wao, lakini tupate hata kama ni nusu ya ile elimu walikuwa nayo wao. Na Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima inda al-maut. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.